Sunday ya mwisho ya mwezi wa 9. Nashukuru Mungu kwa sababu amenipa kibali. Amen. Ya kwamba nimezalika upya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ikaenda. Mtumishi wa Mungu Bwana akubariki sana. Kwa sababu umevumilia uchungu. Tunataka ya kuradhima mmoja mambo mengi. Maondo maingi. Mpaka huyu mtoto akazalika. Ginya mwana ya yashi alika. Amen. Aiwa moya kuradhima. Tumetoka mbali kufika mahali tumefika. Tumeta kuraihuo kinya hali atokinyete. Nemo kenya wako na mengitari yako ya mbere. Ni siku yake ya kwanza. Kuma ndo kile kigongona ile hiki. Kutoka afike kwa haya madhabahu ni maya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imekuwa safari si kidogo na si safari imekuwa nyepesi. Safari ikoletwa yehobu. Imekuwa safari ya milima na mabonde. Ikoletwa safari ya ile uaminifu wa Bwana. No yehoke kuwa umeweza kusimama. Ni hoteta kurohama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo Mungu amenipa kibali tu niweze kupeana neno la Mungu. Kaya hata kibali ni ana kiroho yake. Na gikoleto kikinjariria. Na kimekuwa kikinenea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna siku fulani tulihubiriwa mahali hapa na mchungaji Mwende. Kuna mmoja fulani tu hujeje nendo kata Mwende. Na tukaambiwa mambo ya watu watatu waliofufuliwa na Yesu. Na tokeo wale watu watatole mali ukilio ni Yesu. Na tukaambiwa kuna mwenye alifufuliwa hapo amekufa kwa muda mrefu. Na tokeo kwenda akili ukilio ndani akwete hinda leo. Na kuna mwingine alikuwa alifufuliwa akiwa kwa njia ya kwenda kuzikwa. Nako gari ukilio enjira ile adieta godhikwa. Sunday engine akatukumbusha mambo na Lazaro. Sunday engine agetulirikania na Lazaro. Lazaro alikufa na akazikwa kabla Yesu hajafika. Na Lazaro ndiko kwa kuina na Yesu alikuwa ameitwa. Na Yesu ni aliyetendwa. Na Yesu alikuwa ameambiwa Lazaro ni mgonjwa. Na Yesu ni aliyetoa Lazaro ni mgonjwa. Yesu hakuenda. Na Yesu ndadhi. Kama vile tunafanyanga mara mingi. Odora tuikaga maita mai. Tumeita Yesu. Tukaita Yesu. Tukamwambia mambo zetu. Na tukamwambia mambo zetu. Tunaona ni kama ametu-let down. No tukaona tata. Tunaona ni kama ametuangusha. No tukaona tata kwa hiyo. Lakini ukweli ni kwamba hajatuangusha. Ndato tuko kwa mpango wake. Kwa mpango ine wake. Nimeshukuru Mungu kwa sababu ametuambia. Nitasokelea kaika kwa mondo. Kila mtu. Mondo wote. Ako kwa process ama kwa kiwango cha kama mondo hali yetu. Kila mtu ako kwa kiwango chake. Kuna bando ni clear kwa shamba. Kuna leo kiaro mwingine bando hapo pale kwa meza ya mfinyanzi. Kuna leo kiameda kuna mwingine amekamilika. Bwana Yesu ni mrefu. Kwa hivyo kila mtu akae kwa avumilie mahali alipo. Mundu wote akirelia jamani mwenye amekuwa kwa display. Bila kujua amepitishwa mapita gani. Utakomenyagera hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kaitosha mno. Nimekumbuka swali tulipewa. Dari kana swali tu. Tulikuwa mazishi mahali fulani. Ugenyoma twale maziko kwa. Na pasta akatupatia story. Na moto nenda kuwapatia. Agetonega story hapa. Akatwambia kulikuwa na mtu mmoja. Agetona ni kweli na moto. Na alikuwa anatembea kwa barabara. Na moto yake akataka. Akapiga chenga hivi akaingia kwa shamba. Akiingia chenga kwa kinywa. Na akapata mmea wa malenge. Na akikora malenge. Na akikora malenge wasieleta malenge mwana. Akapata mmea malenge tuseme melon. Amen. Ama tuseme melon. Kana tuge melon. Ukilinganisha melon. Ukilinganisha na mmea mwenye inazaanga melon. Na mkenya mkenya kasi tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na kajiuliza. Na kiulia. Hii mmea. Kama mmea. Na kwenye ni kandogo. Na ni kwa kanini. Kamewezaje kutoa hii matunda kubwa? Kama ile malenge kubwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akachanganyikiwa sana. Agetukaniro mno. Na akiwa kwa njia. Akaona fig tree. Bwana Yesu akiona mote. Akiona mokoyo. Kana tuge mugumo. Kana mugumo ni fig tree. I think mugumo. No guo. Mwenye anajua mugumo inasanga kambegu kandogo. Mugumo kona kambegu kikubwa. Na kimuti kinenda ama hiyo fig tree. Na kina tunda tu ni kikubwa sana. Kimukuyu ni kinenda kinazanga kama tunda kandogo sana. No kisiara. Bwana Yesu kanini. Na ule jamaa akiwa pale. Na jamole hali ya mshangao. Tondo kaita tuile kagenda ndakimene kama kile yake. Kwa sababu Mungu ajulikana kufanya kwake kwa mambo. Akishika taka kombe kama mwana. Akajishika hapa. Akajiuliza na hili kimundi na venye ni kikubwa. Akiulia kimuti hiki. Kinaweza kuzaa kama tunda kadogo. Kisiara tatuma tunda madharau. Ndio ati madharau. Piko na madharau kweli. Hata wewe linganisha mokoyo na ngoyo si yangu. Na mlenge kana meloni na kimeloni kiangu. Mokoyo na ngoyo zake. Mimi nimeuza melon. Nienda tie melon. Anagora melon. Hata umenunua melon. Unaenda unakatiwa kamelo. Odiare moga tilerio kamelo. Wacha nikwambie kitu moja kama. Kweli ndo mtoi. Melon yenye imezaa iko kilo mzuri. Melon yele inafika mpaka kilo 30. Na kinyagi Bwana Yesu asifiwe. Mimi namsijui kama umefikia kilo 30. Inaweza leo kijete kadha. Wacha kuna kimelo ni kikubwa kukuliko. Kwenda kimelo ni kikubwa. Na ukiona kama tuna kamti kamelo. Naona kama tunalinganisha
Lakini jamaa akiwa pale kwa hali ya mshangao na kuchanganyikiwa anakiambia Mungu na ugwangi siri. Unafanyanga mambo wapi? Yaani kimungu malenge. Kama ni kikubwa. Sio kingezaliwa na hiki kimuti. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa hapa hivi alikuwa ametembea sana. Akasema wacha nijipatie kivuli. Na akakaa chini ya mti wa huo mti. Na akiwa hapo chini ugango yoko mwa. Sema nguyu kuanguka. Sema matunda kuanguka. Matunda kuanguka. Akaangukiwa na kamti ka huo mti. Matunda ka huo mti. Akagongwa kichwa. Alikuwa mtone ngoyo. Wewe waje na ile haikuwa na impact. Nina impact onoka ngoyo. Na akiwa pale anajiuliza huyo mpasta alikuwa Mkamba. Akasema hebu amelenge. Bwana Yesu asifiwe. Kama ingekuwa malenge. Hebu amelenge. Ingekuwa malenge ingetoka tu mgongo na mgongo baki kweli. Bwana Yesu asifiwe. Akasema we akiuga nima murutire wangai wa wera nungi kiumenya ego sindagia na imera ciothe niguo tumukurane akoragwo aria ngai rĩrĩkĩte na rĩrĩa atekĩte wega wake ũtũkinyĩre rĩrĩa kwenda ũngĩthoma ũhoro wa Naomi nome ngai nĩwe wĩkĩraga nguraro na nĩwe ũciohaga na urusi kerutithanie wĩra agĩtharĩria mũtũrĩre wa mũndũ rũgano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inaweza kuwa wewe uko kama ule kijana. Ama mimi nimewahi kuwa kama ule kijana. Ama kama ule mtu. Mimi niko pale nikiuliza Mungu. Mbona malenge inazaliwa chini? Na nguyu ama hiyo fig tree haikuzaa kitu kubwa kama mti yake. Niko pale katika hali ya kuchanganyikiwa. Juzi kuna kitu ilinipata. Na nikaiumiza moyo wangu sana. Nikamwambia mtumishi kabla sijakata kauli yenye nataka kukata ama nikajiambia kwa moyo wangu. Na hatua ambayo niko karibu kuchukua. Nataka niongee na mtumishi wangu. Nikapata mtumishi wangu. Nikamwambia 1 2 3. Ile kauli nimekata. Ni modo isingositwara polisi. Hao watu nawapeleka polisi. Ni ikodi ya moto. Mimi hawata nikula kitu. Watoto mimi wananiketia chini wananiambia mwisho. Bwana Yesu asema kinyeta mwisho. Mbona hizi modo? Niwaambia hao watu wasitwara polisi. Nawapeleka polisi. Mimi nilikuwa najipanga na moyo wangu. Nidabangana kwa nigehareria. Ndesiere amkeni twende. Nitajiandaa twende. Tukiigua. Wakija haya Githurai. Tukifika Githurai. Ndio tukigothia gako. Ambia tukua tunaenda kwingine. Tuingie huko. Amen. Nilikuwa na uchungu mingi sana. Na ndani na ruo lingine. Nilienda mahali akadi ngore muzika ndio mwele. Nilikuwa nimepanga hata askari nimwambie. Mimi wamenikula sana. Siasa isiniteta motwe. Nataka wafungie hapo na ikiwezekana waguzaguze kidogo. Nitendo maingi na wakutia utautia. Niko magina sio kejera kigoli. Tumisha kumwambia acha ujinga. Yesu asifiwe. Amen. Ni haya hairenge. Niko hapo kwa marenge. Ndio kitu hadithi ya Mungu wasi. Pia kwenda hivyo. Bwana akubariki mtumishi. Na yako la mno ndungata. Lakini kabla haijafika hapo. Pia utakijeta hao. Wote tutafute suluhu. Leke tuambe tuambie. Na siongee na baba hii. Na twali na hivyo haya. Akiona nani mbaya? Nikaona acha niongee na baba hii. Akiona lekea na mzai. Wewe ukila ngone gasiane kada. Wewe ukiambia haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akifanya kazi yake, amefanya ya kukamilika. Hatakuongelea. Kuna mtu mwingine ataupika isemekane atawekwa macho 3. Mungu alikamilisha kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaenda hivyo tukaongea na baba hia. Nikushangaza. Hiyo kitu venye kulingana venye nilikuwa nataka ifanyike haikufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo tunatakanga ifanyike. Na nje ya Mungu. Akakuja akaniambia. Nashukuru venye niliombea ile issue. Na kuna kitu Mungu aliniambia kuhusu wale. Hata roho yako inatafuta. Hai nikashindwa kama nikutafuta. Haujawahi ipata kweli. Bwana Yesu asifiwe. Si basi gemaka. Akashtuka sana. Kama ule tu jamaa. Unashangaa kweli hata kama nikutafuta. Ni
njia kweli. Na njia wewe. Wengi izaliwe chini. Yoyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pilika hivyo mambo tukiendelea wiki ikisonga nikapigwa na mtu. Mtu akanipigia simu. Mundu aramuhorera thimu. Akaniambia sasa Aramwira ni atia? Unaendelea aje? Urathi atia? Uliambiwa. Niweli. Nikaambiwa nini? Kwiroki. Aliniambia imeenda hivi na hivi. Ni kwathi no. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nikilia na watoto wangu. Yakirana ciana ciake. Ati wameni-disappoint ama wamenipangia. Ni mambo fati. Na kema anjera ahore rovimo. Na yeye ameambiwa amepigwa. Bwana wake anahoro mobu justice. Bwana Yesu anapigwa na mobu. Ako kadani ni kama anauawa. Ni kuragwa rora Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi ninashangaa. Iwazi yako atesikile ile ona dirasialilia. Na kio zoeje ine. Alishabono kia mwana wake. Huyo mwingine ako kwa njia kienda kuokoa watoto wake. Nikajiuliza Mungu. Ale oliakai. Hata kama tunaambia kwa sisi ni watumishi. Wanakotoa watu ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ananiambia na mimi nikiwa kwa njia naenda kuona mtoto wangu ati amepigwa moto kwa polisi sasa ameolewa na polisi. Mwana wake ni na kiongea bora ni mwaka mwera terere. Wewe tukata mtumishi. Ni wewe mwenyewe leo ukakwalilia mwana wako. Tafuta siku utakuja kunenea kuongelesha mtoto wangu. Ati niombee mtumishi. Mtoto wangu siku hizi. Unataka kuona wakuya ejera. Mwana wake mtoto wake kwa jela. Amen. Kwa hivyo kuna mambo itabidi tutate nitogo tuendelee maondo. Kwa hivyo kuna mambo kama ndugu zangu tutasonga. Kwa sababu tunatoka tiganelia. Kuna mambo itabidi tuendelee na za wewe moyo. Itabidi tusahau kwa sababu tutoko pili tulikuwa tunangojea Yesu. Tuyatakira hali zingine tukubali hivyo ndio ziko. Hali zingine kwa sababu nikakuja ile hali Yesu anakujia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Bwana Yesu. Bora Yesu wewe. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Yesu wewe ni moyo wako. Tunaona tena mwenye wako mwatagia. Hata kikosa kuja siku tulikuwa tunamgoja atakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikakumbuka mambo ya jamaa mmoja. Na ndani kana jamaa mmoja. Wakati Elisha alikuwa mzee. Elisha alimoko. Na ikafika mahali anataka kufa. Amefika mahali point ya kukufa. Mungu kija ingo yako kuwa wapi? Waisraeli walilia sana. Ule mfalme alikuwa kwa hiyo wakati. Mungu wakiona sana. Ni alile Mungu ingai wako. Akiwa Mungu wako. Elisha ni kama yeye anambia amekuwa Mungu wa Israeli. Elisha ndani kama Israeli. Amina. Kama kilikuwa mbele soka kutora na watashindwa wataishi hata bila Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Benzo ni atoa kaeka na mtunga tadikioni wa muone. Benzo na Bwana Yesu asifiwe. Alimuona. Kioni ngioka yako radime. Mungu akubariki. Tunagira maondo maingi. Unatuonea kioni yako tonia muone. Yaani Mungu akubariki maondo. Na kike kike kule ando. Na ukawa msaidizi wa watu wengi. Amina. Kwa hiyo wakati Elisha alikufa, Elisha kuile. Biblia inatuambia kwamba maandiko malatuira. Ni hali kundikia ndo wange. Kuna watu wengine. Na maji yanamvika mundo wao. Walikuwa naenda kuzika mtu wao. Wange mara walila Israeli bara. Na wengine walikuwa wanapiga Israeli. Wakati walikuwa naenda kuzika ule jamaa wa familia yao. Wakaona wengine wanakuja wakiwafukuza au wakikuja kwa vita. Makiona mati mwingine. Niambia kwamba walirusha ule ile maiti. Mati kama uga maiti ile pakera. Familia 50. Ndio tumejitere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kesi ni kumtema amote. Wakifikiria na kesi ni kama kimakia moyo. Biblia inasema alimrusha ile maiti ikagonga mifupa ya Elisha. Maandiko Bwana Yesu asifiwe. kila keuti maiti ya Elisha. Ule maiti kugonga mwili wa Elisha ama mifupa ya Elisha. Kila keuti maiti ya Elisha kikelio. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa hali yako imekurusha mpaka watu wanasema watu wamemalizana na wewe. Ndio kwa hali yako iko tindikita kinando makali. Mambo yenye unaona yani mpaka watu wanashindwa huyu mfanya nini? Kinando makali kwa ni kama kukutupa wanakutupa. Nitakukutema lango. Ni kama hali zako zimekurushia mikono. Ni kama hali zako zimekurusha peke. Alishakufanya wiki hapa peke. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu madrasa kilia gato mekafako wa moko ine moko mega mamwadhani metondonia nena nyinge nanda na modo ave moko mega mamwadhani kanyitete de moko ine moko mega manyitete nagia hinya. Bwana Yesu asifiwe. Maoni okaina message ni wani. Bwana Yesu aipa message uko na. Bwana Yesu asifiwe. Ate modoshio. Huyo mtu ango ile mahali ni mai. akaanguka kwa mifupa ya Elisha. Na akarudi uhai. Kuna moyo wako. Kuna tumaini. Kuna moyo wako. Kuna tumaini. Ngone ndo nadhani nita mobila. Walikuwa wanataka maisha. Tunahinya ndio ndo wako. Walikuwa wanapoteza kwa moyo. Mungu
wako hai. Amen. Nikafika na nikatafakari mambo ya mifupa mikavu. Ala kijana hatu alesio wamehinde Mungu. Nani Ezekiel 37. Ezekiel 37. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mutile mundu toa Ezekiel. Hakuna mtu ajue Ezekiel hapa. hapa. Bonde la mifupa mikavu. Mutile mundu toa. Kitwamba kia mahindi. Wanaona wanadhoma maita maingi. Hata labda umesoma ndio haha. Hata kama mpili hapa. Lakini nilitafakari na njia hii. No ni dress ile na zile. Hatutaisoma. Tutikomela. Wazo kama muziki na ndio kuzoma kana tuona midhoma. Wewe ukiona Yesu tumesoma. Na nikafikiria wakati tulikuja mahali hapa. Na dress ile atokile kile. Kila mtu alikuja na hali yake ya ukavu. Mtu wote ukina hali yake ya Bwana Yesu asifiwe. Na nikafikiria mambo ya yule Ezekiel. Na dress ile holo Ezekiel. Peleka kwa ile bonde ya mifupa mikavu. Yesu aliwakolia agetua pale kama alifikiria nini? Siri wewe ungesiria siri yake. Ndio unaweza fikiria yule Ezekiel alifikiria nini? Wewe ungesiria Ezekiel siri yake. Utaidiona baone gani? Kutupishwa mbao na Mungu. Ezekiel aliona kutupishwa mbao na Mungu. Ezekiel akaona hiyo takandelia wewe mwadhani ni nini mbaya? Aweke chini na penye nikikumbwa. Kwa nini haikuzaliwa juu? Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel alikuwa pale katika hali ya kuchanganyikiwa. Ezekiel alifikiria ndio maana aliambia Mungu wakati aliulizwa. Hii mifupa mahindi baya inaweza rudi uhai kweli? Masoke moyo kweli. I think swali ni alijibu. Uliaso alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Ale hali yako tukaniro. Si wewe Bwana unajua. Ngai no wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Benzo ni masoke moyo. Benzo ni anaweza rudi uhai. Ndio ni kama Petro akiulizwa na Yesu. Ni kama Petro wajua. Ni unanipenda. Watu kile mbele. Wa kwanza. Ni yake. Ya pili. Na ya tatu. Na ya tatu. Unawe mmoja ni ukiona ngwendeka. Hata wewe Yesu tunataka. Yesu asifiwe. Hapo kuna mahali tunafikanga. Hata tokinya. Tunaenda tumtivia wana. Tunaona Mungu kama anatuonyesha ukuzi ambao. Tunaona kama anatukumbusha kwa sababu. Ndio sasa ni yeye ni mwaminifu. Kwa sababu mahali popote ulipo. Ndio kule ng'ombe wale. Kama wewe ni udongo kwa shamba. Okoro wewe tena kama ni udongo kwa meza ya mfinyanzi. Okoro wewe tena kama kwamba utakamilika. The process. Wewe trust process. Trust the process. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hongege process yake. Mimi nikikuja sprint. Yake uka sprint. Nilikuja na mioto zangu. Kile na mia kinga. Nikiambia najua neno. Akira akigona kinga. Akikinya kwa bebe class. Akarudi bebe class. Sema kurudi bebe class. Akarudi bebe. Ufundishwe upya. Arutowe. Utolewa ya kale. Arutoya tena. Mapya yawekwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hivyo nikakumbuka. Aigaguauga. Nilikuja nikijiambia najua kuimba. Kile ile kuina na najua kuina. Sinaona naibishanga. Lakini wacha nikwambie wewe haukuwa wakati huo. Wewe mahaha. Anaisimama hapo. Kuibia. Kuibisha. Wakatunywa kama hiki. Kanaenda. Nokero tengeneza roho. Ameondoka ngoro. Yesu asifiwe. Amina. Kumbe ndio ndani mama gonda. Kumbe ndio meza ya mfinyanzi. Alikuwa kwa meza ya mfinyanzi. Amina. Na unaona ni kama umehaibishwa. Na uko na tawasonolivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unashinda ndio unaimba. Kwa nini kwa nini ndiraina? Ndio mmoja kana mwende. Grace ni urali. Bwana Yesu awabariki. Ngai amurathi. Bwana Yesu atukuzwe. Ngai witwa wao. Kivyo kama hiki. Unanyang'anya umeiko. Waterere, mundu angu wake. Ananipepa aje pia yeye. Bwana asifiwe. Amen. Mundu si angu wake. Huyo mtu ananipepa aje. Bwana kiona haja. Wamerushwa na hapo nje. Kumbe ilikuwa hali katika mfinyango. Kumbe yale nsivira yako hinywa. Kijiambia wewe ni vile ndio flower vase, ndio hivyo. Flower vase. Kijiambia wewe umekamilika sasa ni kuwekelewa pale. Ukilewa wewe uomole kidogo kuwekelewa kahoa. Ukinya kanga kwa kahoa kaka. Kuwekelewa kahoa. Nataka utokeo. Yesu kaigilia Yesu asifiwe. Kwa sababu ni karama. Sasa wewe ukijiambia utakuwa unazungushwa tu wewe tukitaka ukae hivi. Wewe ukiroka diuru kwa uangalie madhabahu. Unale kigongona. Tukitaka uangalie mbele. Kahoa kama mweno sio kama mweno huyo. Unapindua hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni process. Nina process. Bwana asifiwe. Amen. Na nikafikiria kuhusu Ezekiel. Wakati aliambia Mungu wewe unajua. Ile yake Ngai nowe wewe. Yesu Mungu alimwambia. Ngai nake akemwira. Leo tena tulitania wira nao. Sasa nataka tukafanye kazi pamoja. Kama vile tulikuja na tukaambiwa. Otole tu kile tuero. Mimi nikikuja Springs. Wewe uka Springs. Nilikuta hakukuwa na mtu wa kutaura. Hakukuwa na mtafsiri. Ako ndio gotiri na mtu wa kutaura kiomi. Tukaferinga yako radhi. Mungu mtumishi Mungu akubariki.
Na kupeleke mbali. Kama mtungatiri akirota kwira kiroto. Mkiona mtumishi akienda anakwambia anakomile araro. Unafikiria alilala na anayo kidia. Kama ama kajiotesha wako maskini. Mke. Mimi nimeona mengi. Wewe nionete mengi. Nimejua mengi. Na nionete mengi. Na sijafika. Na Timokinyo. Kuna mahali nataka kufika. Kwina hadi walenda kufika. Mungu unisaidie. Kayo motaidie. Nikakuja na nikaambiwa. Ayoka na kiro. Niombero ngirutiro laini. Akatabiriwa akatoa laini. Unfortunately, utiani na mundu wa gutaura thiomi. Akukwa na sasa mama mwenye alinileta akaniambia sasa usiende. Mimi wewe ndo wapi? Utakaa hapa. Umeka hapa. Tungojee mtumishi. Wewe ndo ngata. Nigera kuirora thiomi sikugaga. Ndivyo kuambia venye hiyo ilikuwa inasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukaitana na mtungatiri hapo haria wewe. Kaka hapo na mtumishi. Ndio maithorire ndimo maragia wega gukira kanua. Machozi alikuwa nande na vizuri kuliko mdomo. Na tukiongea na mtumishi akaniambia Mungu alikuwa anasema na makialia kama wewe ndungata yanga ya wewe ni mtumishi na kendelea kawembo akamwimbia kawembo na taraneo utapatiana hiyo talent kana wanaruti wewe kama unafanyisha kazi waruti kama haujaifanyisha kazi umenye hatire igani bwana hakuna ulizi na roga na roga ndani na ndini kaisha ilisha hivyo ndio mimi kani yuko mtujia baranda wina sasa unajua kama utafanyisha talent yako kazi amen. Na kuna mahali pengine nilikuwa nimeenda kabla sijakuja hapa. Na kuna haja vipi hapo? Usio na ananiambia ndio itanoka kuona mwaki. Huyo na yeye alikuwa ameonyeshwa moshi before kuja ona moto. Kila haja ile yake. Alipoingia aliambiwa. Alikaa akanyamaza akaniambia hapa. Akilia hiyo ndo alikiki. Sema mbinguni nilikiki. Imenyamaza kunyamaza. Akaniambia. Ndio haya. Enda pale. Ongea na Mungu wako umwambie venye unataka. Wali na kai wako mwili ule unaenda. Sasa unashangaza hasa nilikuja uniambie na mimi unaniambia niambiane. Tukileo nzira na furaha zirani. Nikisimama pale mbele. Akikijera maudo maingi. Akamwambia mambo mengi. Sasa venye nilienda pale nikaongea na Mungu wangu na nikarudi. Ule adhira yake na kai wake na agesoka. Akaniambia. Akimwira. Kama ni roho wa Mungu ananiongelesha. Okone roho wanga yaracho ni. Hivyo nimekwambia. Ogwo ndira kwira. Hata ukienda wapi? Ona wathieko. Utaambiwa hivyo. Okwe hogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikikuja huku na geuka huko. Nilikuwa nimeenda mahali pengine bado kabla nijaenda hata kutoka pale nikasikia ni kama sinja. Ai makuri aviete akiona nitakale hali ya kushangaa. Malenge inazaliwa chini na sio juu na likumbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaenda mahali pengine. Ageti kondo kongi. Juja road. Kenyatta road. Jairo. Na huko. Nako. Kuna kwa tuambie. Huko nako walikoenda. Unangojea uitwe shinda zako zionekane wapi? Ogetera uitwe madena mako. Sauti ni ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahindi no masoke moyo. Ile mifupa inaweza karudi wapi? Bwana nitoe kioi. Kambia Mungu ni wewe unajua. Na ile hali ya kengele. Na hali ile ya kinyoro. Bwana Yesu asifiwe. Ile mtungatiri yake tole akiwa mtumia ile kitaba ya kuja. Tumeshakaje wewe mama ukale kitaba ya kuja. I think lika ya Zayo ni hivi. Kama kandogo kuliko Zayo. Kaika na Zayo kanaka. Lakini ni machozi ni ya nini? No my God ni maki. Na kile wewe mtungatiri yake ile kayo. Bwana Yesu asifiwe. Hata nimeenda nimeambiwa kama ni roho ameambia ameniambia. Ama ni roho anaongea. Hata ukienda wapi? Utaambiwa hivyo. Tena nimekuja huku. Tena nikawimba ngataranda. Nikachanganyikiwa kama Ezekiel. Akachanganyikiwa kama Ezekiel. Ukiona terere. Akaona kama hatire nondoke. Hapa hakuna kitu kingine. Ni operation ni operation. Tunaniwela na ngai. Tufanye kazi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anawaambia haikuwa rahisi. Damu ile pale hoto. Mara ndano ile kigongona ile. Kulia kwenye melia kwa haya madhabahu. Umeangalia atia. Kaya ndo maroga magatia. Kwani watu wanasimama. Kuma ilikuwa hali ya kuunda udo. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya mtuaturuo. Na wakati nilikuwa natafakari mambo ya Ezekiel. Niliesha hiyo roho Ezekiel. Na akaambiwa tabiri. Na kilo la dhira. Na akatabiri. Na kila akirathira mahe. Nilikuwa najiambia ukweli tulikuja. Ni maana tuokia. Na tukatabiriwa. Na tukirathirwa. Biblia inatuambianga na tunasemanga ama tunajua. Wakati alitabiria mifupa, kulikuja upepo. Niguo kirero uko. Ukekutana. Maana kiaberia kwethana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni wakati ulikuja na ukaambiwa kwenye Mungu anataka na wewe. Ni mkono. Akikwambia akikujulisha wewe ni nani? Akikubenyigia wewe. Ukatijua. Ukimenya. Amina. Mambo ndongire amenyira wende wewe. Lakini mtu mwingine anajua I'm ready to go. Akimenya tesa wako die. Na agekanyuka. Na
Na akaenda. Akiumagara. Akaenda. Oli magareke. Alipoenda alienda kama nini? Mahindi. Kama mifupa bado. Na mahindi mazokanira. Lakini mifupa huoka. Mifupa ikashikana. Mahindi makenyita. Na unaongea kera terere. Mtu mwingine akajiambia. Makenyitana. Yakashikana. Niko sawa. Ndio sawa. Na akikanyuka. Bwana Yesu akakanyanga. Akasahau mama akakosa kujua kwamba. Akiana komenya hapo. Ezekiel yakumalizia hapo. Mimi naomba Mungu atupe uvumilivu. Leo weka yetu Tupige kile angaienda. Mpaka tukawe Bwana Yesu asifiwe. tunyanyua. Akaambiwa tabiri tena. Akelo na tilarenge. Bwana asifiwe. Amina. Wewe ndio unatarajia mgambo wake. Wewe unangoja sauti ya pili. Sauti ya pili. Si ya pili peke yake. Ni yake tu. Mpaka ya tatu. Bwana ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu Biblia inatuambia mifupa ilipokusanyika. Skeleton. Utapia ukuishia pale. Ama kazi ukuishia pale. Akikuwa tabiri tena. Na katapiri tena. Na mifupa iliporudiana. Biblia inatuambia kwamba nyama zitakuja sasa. Sio nyama igeuka. Bwana asifiwe. Hivyo wengine nao tukafikiria. Kwa sababu sasa tuko na nyama. Mimi niko vile vile ninazunguka. Na nikatoa line. Na good to go. Bwana Yesu asifiwe. Maiti inaweza tembea. Bwana Yesu asifiwe. Bado kazi itaisha. Otaharia mobile wa nyumbu. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akaniambia, nimepewa madhabahu leo. Mungu ninaweza tabiri, naweza kufungua yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekumbuka pasta mmoja alikujanga. Once upon a time. Bwana Yesu asifiwe. Hajui wingi pasta mwende anaweza kumbuka pasta Njiro. Anaweza kumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Na baadaye tulikuwa tunakujanga intercessor asubuhi. Mama fulani alikuwa mnabii. Akaniambia ati nimeona Njiro amechukua mawe. Ndio waya toko moyaga. Ati ameonga mtumishi hapa. Hakuna ndugu tohao. Atuuliza hivyo ni kusema nini? Kimuri ule kuga toko. Akiwe akiribara. Ameoni vita bana. Na kama tungateni kule anarota terere. Mtumishi anaota. Ati Njiro anataka kumuua. Achukue madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maiti ihubiri. Matthew alikuwa na kanisa town center. Amefunga. Amekuja Kiangishiri. Kwa Ezekiel. Atambiliwe. Angalau arudi uhai. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi tumekuja tukatabiriwa? Wewe ni mifupa mikavu. Mimi ni mifupa mikavu. Najiambia I'm good to go. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel akaambiwa kazi injaisha. Bwana Yesu asifiwe. Hapa inahitaji tu cooperation ya Mungu. Na Ezekiel. Na Ezekiel, not Ezekiel. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa tabiri tena. Nyama zikarudi. Nyama igeshoka. Mishipa ikarudi. Lakini kumbuka ni nini? Kumbuka ni maiti. Maiti haiwezi fanya kazi. Kumbuka ule maiti wa Elisha. Alikuwa akiwa maiti. Kumbuka mifupa ya mtumishi wa Mungu. Akafufuka. Na akakimbia na yeye pia kukimbilia kwa mama wake. Hebu jiulize wenye walikuwa wamempeleka kumzika. Yakaenda kuwatekezea akiwa mzima. Walifanya nini? Walifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale waliacha wamekutupa. Kuna wale waliacha wamekurusha. Lakini watakapokuona na mororo hanganewe. Na metake. Tunakanwa mbele. Ya utiro kuyale na dera. Kwa hivyo kula mzizi ndugu yangu. Horera tu mweterere ihidaria kuwagoka na kirathi wakati wako atakuja na baraka. Mungu tuje na weterere. Kwa hivyo tukuwe na Mungu wa kuhoka ngai. Tukuwe ili mazoka nile. Ili mifupa ikarudi pamoja. Mungu ambaye amefanya mifupa irudiane. Yule atumeta maiti masomo. Mungu ambaye amefanya nyama zirudi. Yule atumeta nyama ishoke. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa ni pale unazunguka. Lakini ukienda kabla hujafanya finish, ndio watu utareke hiyo. utakuwa chombo cha dhamana. Watu wokoke
kitu kia bata. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakati nyama zilirudiana. Ile nyama siasokanereire. Ezekieli bado akaona sasa hapo katika mbele alikuwa katikati ya mifupa. Ezekieli akiulia Mwathani ona wewe mugeria. Alikuwa katikati ya mifupa. Maende. Hata wewe unajaribu. Lakini sio alisete moja. Alikuwa kwa siti moja. Lakini kwa Mwathani. Ambia Mungu. Orege ona kama ona kama hindi. Hai ni kama afadhali ni mifupa lakini Yesu asifiwe. Sasa uko sete moja. Wewe sete moja. Shalomo. Ama Montezuma. Katikati. Katikati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale katikati ya siti moja ile. Bado kuna sauti nyingine inahitajika. Wewe na mgapongo wewe unavela huo. Ikisema sasa amuru upepo. Roho wendo gioke. Na ile nyama metoke. Tumekona nyasi ya dei ya simaga ruo. Kabiga vinioka. Wewe vinioke. Iravela ogioka. Dogatige idoe. Bwana Yesu asifiwe. Hakirora bila roho. Akatabiria upepo. Roho ogioka. Upepo ukakuja. Roke hurutana. Ukavurutana tena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Unachocho wewe. Yesu anataka hurutana. Hata kuna upepo utavurutana. Kuna upepo unakuja. Kwenda roho. Na inakuja kukuletea uhai. Naroka ukuletea uhai. Haijalishi umekuona utu wako siku ngapi. Utirabakalia moneta. Haijalishi umekuona ukiwa maiti siku ngapi. Utirabakalia makuona kile kilipamana ni kwamba. Kuna upepo inakuja. Na upepo ikija. Inakuja kubadilisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukumbuke wakati upepo ilikuja hatukuambiwa walipata nyama. Si nyama nguo. Ni nyama. Nyama ya mihomu. Wako na nguo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Noto kile kia haya dhutu. Lakini tukimalizia pale mwisho. Kuna mahali nasemaga wale watu waliamuka wakiwa jeshi. Sasa niambie. Mjeshi ni yako kirati barata ni nangu. Mjeshi ataenda kwa vita vya kwa kweli. Na hivyo tuyaga kelele. Lakini sisi tunajua. Tunataka aliniambia. Tumeshaliniambia mimi ni tajiri. Niende Getonga. Pesa ni kama si ngapi? Pesa ni kama si sigana. Okera niko sawa. Okera ukiuma gara. Unaenda 10 si ndio uncountable. Ni Kitui County, Machako County, Kirinyaga County. Okondoka kwa hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndogathio tari na nguo. Usiende bila nguo. Ndio napata nguo. Unahitaji nguo. Hiyo ndio mihomu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mundu kila mtu au kuna unabii wake. Radhi wake. Bwana Yesu asifiwe. Nota menyaterere. Lakini ukajua. Unafine mehomu. Unapini. Hauna nguo. Sina nguo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati niliambiwa siku moja nikasimama mbele ya watu. Unajua nikaruka kama mbele yangu. Tukatisha watu ajira ngati. Tumeshuhudia kwa niambia kwa niambia ukisimama mbele ya watu. Ukiruka mbele yangu. Tunaweza saidia watu wengi. Ungeteja ndio itaibia unaginya ndio itaibia. Sasa nasaidia nani na sijasaidia. Kumbe ni mifupa ilikuwa inatafutana. Kumbe ni baiti meza naga. Nani wewe uone? Lakini ukiambiwa unaenda tu mahali kwa mtumishi wa Mungu ama kwa kanisa fulani. Ukati hadi kuenduka tena. Ukiona ni mtumishi wa Mungu. Na kuna kama ni mtumishi wa kimataifa. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtunga tayari kwa dura mtunga tena. Usiaro mtunga. Kulika na mtunga. Kulika na mtunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kulika na mtunga. Bwana Yesu asifiwe. Kulika na kuona kera. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina ndio nangu. Haleluya. Amina. Mundu. Kila mtu ana radhi wake. Akona utabiri wake. Unakuja unaambiwa mama Shiko. Ukokero wasko. Mungu anasema wakati umefika. Tayari kaita ikiju. Ndoa yako inarudi. Kiko ya kulikira soka. Kena. Mama yako ile hoya gale une makinyete wega. Mama yande. Okera ni mahoya gokinya. Niambia ni maombi kufikia. Kumbe ni maiti bila uhai. Okole ne kipa ke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukakaje kugiana na kio. Unajaribu kushindana. Unaona wacho ikaka. Ikae kuliko kuendelea. Okera niambia na kio. Wale alijaa kinyete. Ukafika mahali alifika. Ukone kwenda kila kutoa. Kukufa ni kuzuri kuliko kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini tusife moyo. Na tutikakwe kwa sauti nyingine. Kwenda mwapoge. Ndio uhai imerudi. Ni sawa
mwendo wa soka. Lakini ngojea No eterera. uwe fully equipped. Okoro we Kama mjeshi. kama mjeshi. Nigenda kama boka kama keinore. Unayokagira no samba. Hata ukienda kwa inore ya mwega. Yore oroagira. Muthamaki na hinya tuko na muthenya. Nirahe motho mearekia kota. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rekei tuikare mfango-ini. Wacha tukakaa kwa mpango. Rekei tukiririe kuri Hezekia. Wacha tukakaa kwa Ezekieli. Ezekieli anaigua kuma kuri Ngai. Ezekieli ameamua. Ezekieli anaigua kuma kuri Ngai. Ezekieli anasikia kutoka kwa Mungu. Regina ngojea. Akikwambia Regina ngojea. Regina tena. Wacha kuharakisha mifupa. Tiga kuharakisha mahema. Bana kwenda kula mzizi. Bara kwenda leka mori. Hajaambiwa tambilia upepo. Tena rola tena rola. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kana ni Ngai yako yawe. Kana ni Mungu akikwambia. Good to go. Wewe sawa ngoje. Fanya hivyo. Eko huo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nakumbuka siku moja tulikujanga huduma. Alikala muthenya mutokire gutungata. Kare ni ndalisamehe. Kare nini ukumurekera? Kare alikuwa pale nataka ni kama yani anataka kuforce issues. Kare ni yale hala no guturekeria maundu na mapenzi. Maundu mekikio yale arenda. Lakini hapo tungatari wewe ndo ni understand. Mtumishi wao au ni welewi. Magethigithana. Wakasumbuana. Magethigithana. Wakasumbuana. Ndio nakula Kare ni ona kama tungatari Mungu. Kare na alikuwa anaona ona Kare ni mbaya. Ni Kare ndio niko hoi na hoi sai kuhewe. Kwa sababu sisi tungatari kitambo sana. Maana ndio kweli ama uongo. Yohana. Mambo hii Kare ni madigithana. Kare ndio alikuwa anasumbuana. Kwa sababu tungatari akaya mundu wewe ndio tena. Mtumishi ana kazi ni wewe niondoke wewe. Kwa sababu takwenda ndani tekaja teko kenuka wewe. Nasikia ukinuka vibaya toka. Asifiwe. Amen. Umbiano na wewe maiti. Unaona ina nguo. Umbiano na wewe kipa na unaona kama uko na nguo. Ezekiel Bwana akubariki. Ezekiel ndio yako rapi. Tu muiguaga. Uishi kumsikia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na nikajiambia watu wangu. Akia ndo itu. Lakini ituetelele. Wacha tukangoje Mungu. Wewe wangira nyama. Ukipata nyama. Orera. Tulia. Kuna ikinya lingine wikiro mihumu. Kuna step nyingine ya uhai. Wangia mihumu. Ukipata uhai. Wewe linda ya wikiro ngozi ya kuna wakati wa kuvishwa nguo. Wewe mujeshi. Utoke hapo ukiwa mjeshi. Amina. Utia kuheka ruotanya gaki. Utia kuheka maundu. Acha kuharakisha mambo. Linda yako turuo. Kuna wakati wa kutengeneza. Kuna wakati wa kuvishwa. Linda yako tumo haitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na natambu niambieni. Tanzirai. Wale walitumwa Haiti. Alema tumwa Haiti. Walitoka kiganja wakatoka huko ndani. Mire kiganja matumitu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa nini sisi tunataka tunakuja hapa haraka Haiti? Kizo tuanda kiganja. Kwa Haiti. Tukaruona hiyo. Kukufia huko. Hapana, sisi hatutaki kukufia huko. Ndio tutirenda gukua. Tikwenda kukwira bara. Hatutaki kukufia kwa vita. Na niulize. Na Jolie. Mtu akiritaya. Mundu alitaya. Inakuanga the same na anazikangwa the same na mwenye amekufia kwa vita. Athikagwo ndomo na uria kwiririe bara. Unaendanga aje hapo? Uthiaga ate hau. Nani wa heshima sasa? No agitio. Walitaya. Walitaya. Congratulations. Bwana Yesu asifiwe. Congratulations. Niko na Mungu itaneke kuelewa. Mimi sitaki kufa kama sijamaliza kazi. Hapo imagine tukieto watu wamekungoja. Ndio nyumba atereire. Ati gai. Ati mtu wetu alikufia. Bakira ni madola. Wakijiambia ni madola. Congratulations. Congratulations. Wewe mwanaleta rokiba. Naletoa Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikamgo tulienda siku moja na watoto wangu. Asokeria ngai gaga madhire na ciana yangu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yake fulani. Na kafa kwemenya. Na yeye kujijua. Afadhali kujijua wewe ni nani. Kafa kwemenya wewe. Huyu kazini yangu. Kazi ni wao. Walikuwa mapacha, ni mapacha. Mali mahadha. Na mmoja wao waliachana shule kidogo kwa class moja. Mmoja aligojeka, mmoja akaenda akamaliza shule mbele ya mwingine. Onge akirwara usionge akirike. Kwa hivyo mwenye alikuwa mbele, Ogore ali pele. Alikuwa mwana sport athlete. Ale mundu wa mahenya. Na alipomaliza shule, na yale kile thukuru. Na akakuja sasa amekuwa mtu wa raia. Ile ndakora muraia leo. Agekera karata. Akagua akadevelop character. Akapata sasa character. Na akasema na akiuga mtu wa ihenya, mtu wa mbio ndani ya githeri. Akulangi githeri. Hivyo hata angekuja kwetu. Hii ni story ya ukweli. Ni story ya Mathayo. Angekuja kwetu. Ona angioka hapo. Kuta tumepika githeri. Akore ni githeri kile. Kama mitata mundu wa mabenya ndani yake. Alikuwa anamwambia anti mtu wa mbio akulangi githeri. Mundu wa mabenya ndani yake mudheri. Mtu wa mbio akulangi githeri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata mama yake alikuwa anajua. Ona mami wao ni alioe. Mama yake
Mami wao. She's a sister to my dad. Ne sister ya ida wao. Na hawana sister mwingine. Matire na sister onge. So tulikuwa alafu si mama auntie yetu ameolewa tu hapo karibu na kwetu si mbali. Alafu auntie wake David so wetu walihama tukaenda kwenye tulikuwa tunajua kwetu sasa. Kwa hiyo walikuwa wanatoka kwao wanakuja kututembelea. Kwa hiyo tulikuwa wakikuja moka alikuwa anakuja na hapo kanosho ati murwa maganya mara. Okana kaondoka. Kaya amudhere. Tuambie akula hivi. Wewe uone mudhike wako. Ukamenya mundu wa maganya. Ukiona mudhike kwako tuambie akula kigedeni. Na ikakuwa hivi. Na gogekorwa ugo. Wakiraga kiroko. Alikuwa anamka mapema saa 11. Saa 11. Akatwikia na kuugesuku na ku. Anatembea na huko. Anazunguka. Anakajioka. Ikifika saa 1 kila saa imoja. Ako kwa nyumba. Moshi. Mama yake alikuwa anajua. Mami wao nyari oe. Mudhike akinya. Mudhike akifika. Neidi yake kombe. Ni maziwa kikombe. Ngima. Na ugali. Bwana Yesu asifiwe. Na ikakuwa hivi. Na gogekorwa ugo. Siku moja. Muthenya itakuwa kuna interview kama juzi nimesikia kuna interview ya jeshi. Kuna interview ya jeshi. Itakuwa kuna interview ya jeshi. Wewe kuna interview ya jeshi. No mudhike ni amenyeleta kutengera. Alikuwa anafanya practice. Lakini mudhike alikuwa anafanya ihenya akimenya siku moja hii pita nisaidia. Na ikakuwa kukakuwa na interview. Na wewe kiko na interview moja. Wakati walienda bila madhire. Hakuwa anajua. Ndamenyaga. Yaani kuna watu walikuwa wanajua. Kwenda ndo mamenyaga. Jeshi lazima mfanyiwe interview ya mbio. No mimi namwe kige interview. Walikuwa wamebeba nini? Kwa makueta ke. Vitu yani hizo vitu za Indo siago kudhoka leo. Ngego hota kudhoka wewe. Mbio na nini na nini. Sinasikia kazi inaitwa kuna zingine vyetu ningesikia kazi tazama nikiambia mama mkipata pesa mtanunulia magwanda. Magwanda madamwasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakubeba hizo vitu. Kwa wanda kuile ndio sinaenda interview. Ndani ya interview anaenda aje? Ndani agatia. Ndunga vizuri. Ndungeta wewe kama ana kasuti kake. Hadi yogo na kasuti kake na baba yake. Na getoro neide. Akijua yeye amefanya practice ya kutosha. Akimenya kwa yeye practice ya kutosha. Hapo sawa. Wewe sawa. Sasa watu walikuwa wengi. Wengi sana. Ando ingefio. Sasa ikakuwa ni mchunjo. Wewe kinyane kwa chunjo. Mchunjo wa kwanza, mchunjo kwa mbele ilikuwa ni mbio. Yari yenya. Hallelujah. Akimenya mwaka Yesu asifiwe. Ndio tunataka kita practice. Venye nimeishi ku practice. Kwa hivyo wakati waliambiwa ni mbio ilikuwa kilometers. Ni kilomita. Mnaenda kilomita 5. Hadi kilomita 5. Ukifika pale, simu iko unapigwa stamp unapinduka unarudi stadium wanasoka stadium watoto mmoja kile kita practice sio mmoja alikuwa amefanya practice vizuri ndio ndio mmoja aliangalia yake gari na alikuwa anajua kuteruya kulaki gari hivyo alikuwa Bogare gangare. Kwa hivyo wakati waliambiwa sasa watu walianza kumkejeli. Ando makiambia kumunyorolia. No, ataka atakagia. Alikuwa anawaambia no gadutika. Ai vile iko kile. Aliaka akatoa kashati. Kagoti akaeka kasati. Bahati mzuri alikuwa na kanyasa. Bahati ali na kanyasa. Alikuwa kijiji akamfuta wake. Alitoka trouser. Alikuwa na kanyasa. Akawachwa na kanyasa. Wakati waliambiwa ngo. Lile mbele tume alichomoka kama sora aliyedunga mshale. Bwana Yesu asifiwe. Asoma kile tangu aliga. Mbio agedienya agefoko akirudi hivyo mundu wake mtu wa pili alikutana na yeye mbali sana asemaniye nake Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo akifika stadium wale kile stadium alipumzika mpaka akasahau kwenye kama alikuwa anakimbia ndio kile kile anataka yani amekimbia mgutu na hata na viatu. Sasa watu walikuwa nasema huyu watu barugae hana kimiguu atandungwa anataka kutengera alikuwa amezoea hiyo kimbia na viatu na tumetoa mara kutoka na ile tu alipita mgutu kutoka kama Yesu asifiwe. Kwa hivyo hizo interview zingine zote kwa interview zingine zote alipita zote yani alikuwa akiwa wa kwanza alikuwa wakati kuingiza hongo akiangalia kuingiza hongo zimepita huo sasa basi ni sengere alichukuliwa akiwa wa kwanza akiwewe wakare ikakuwa siku moja tumeenda na watoto wangu tukatembea kwake. Sasa chakuwa mjeshi kama tuna venye alishinda Bwana Yesu asifiwe. Acha nikushangaze brother yake akanjiambia ni gani ndio na yake ambelelia akaanza sini mapacha tiletea mafadha kianza ana hadhara haya tutikage haya sawa na Jacob sio haya sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nake Paulo leta mudike na njiro. Bwana Yesu asifiwe. Mudike na njiro. Nake njiro akera njiro akaniambia meihenya. Bwana Yesu mudike ni mbio. Amen. I thank God. That's okay ndio ndio. Nake ile gold ile. Hakupata gold. Lakini alipata silver. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yeye hakukuwa mjeshi. Ndako ndio mmoja. Lakini ni polisi wa msitu.
Nani aiwa modi aliwa. Haleluya. Ni wewe ndio umekambia. Wewe ndio kama mwenyewe amefaa ameweza sita mimi nitalia. Mtu katia tunagia tele. Mtu katia natuliza. Kana na utapata na kitu kwenye. Mtu katia tunagia wapi? Mtumishi ananiambia. Wewe mtumia. Wewe ndio mama mimi ni mama. Wewe ni mama ya ni mama. Hadi mwenyewe unaweza fanya. Uliandika. Hata mimi ninafanya naweza fanya. Ona keno hata. Wewe unaweza fanya hata wewe unaweza fanya. Uliandika na kama ukituika mmoja sitake. Kama anaweza. Ukituike. Ukikosa kukua mjeshi. Utakuwa KDF. Kwanza KDF. Hata kama ni EP. Unaona EP. Ukiwaga kohongo kule. Ukiwaga tu chwa. Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So tukaenda kwa hiyo kazi yangu. Image ndiwe kazi niyo sio. So tulikuwa kuli hapa alikuwa Somali. Ali Somali. KDF wa Kenya walikuwa Somali. Ile mali Somali. Na tukakuta mapicha Kuna masuri etioko. Wewe na angalitaya ninja kawe. Litaya ni mzuri. Litaya ina heshima. Litaya ina litaya. Bali tulikuwa tunaona mapicha natuambia hii tulikuwa tunatoka Somali. Maana mabisaka mwele na kupenda Somali. Tunapewa mama present. Inatoa ya wewe. Ile furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama angia kuelekea kutoka by the way nikamwekea saizi kama. Lakini alikuwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusitake kukufia kwa vita. Kwa hivyo tutikaenda kukwenda pale. For endeavor. Wote pamoja usoka tutakote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu imani yako ni atende. Ombi langu ni hili. Ndangu dhaitha na ngithaitha. Na kusihi tu na najisi. Turetekere gukira we mufupa mikafu. Usikumbali kuamka ukiwa mifupa. Usikubali kutembea maiti. Ndio yetekere wewe ngojea uvikwe vazi la nini? Yetekere nyawe kila shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ngoja uvikwe vazi la shujaa. Yetekere kila Onao githie bara-ine. Hata ukienda kwa tuinokeria kiheo. Utaenda Onani githie bara-ine. Ukienda vita. Inokeria uthamaki wa Ngai kindu. Uende mnakwenda.